Kufeli kwa Yanga kwenda kimataifa ndio sababu kuu 5 za kuifanya Simba kuwa timu kubwa bora nchini Tanzania. Kama ulikuwa hujui, basi nimeweza kusogezea hizi ndizo sababu 5 ambazo zinaifanya Simba kuwa timu kubwa ya taifa ya Tanzania kutokana na Yanga kufeli kwenda kimataifa. Tunajua wazi kwamba Yanga haifanyi vizuri kimataifa. Kwa hiyo kumefanya au kumefanya imekuwa sababu ya kuifanya Simba kuwa kimataifa kwa sababu hizi 5. Sababu ya kwanza, Simba inaonekana kama ni timu au ni klabu ambayo inaipambania nchi. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo imeifanya Simba kuonekana ni klabu ambayo ni muhimu zaidi nchini Tanzania. Na pia sababu ya pili, kumeifanya wachezaji wa Simba kuonekana kwamba wanajua kupambana au kupambania timu pamoja na taifa. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya sababu ambayo imeweza kuifanya Simba kuonekana ni timu kubwa nchini Tanzania. Na pia sababu ya 3 ni sababu ya kutambua kwamba Simba ina uongozi ambao unafuata utaratibu. Ni muhimu sana kujua kwamba Yanga kufeli kwenda kimataifa kumeifanya Simba kuonekana kwamba ina uongozi ambao unafuata mstakabali wa klabu ya Simba. Na pia sababu ya 4 ni sababu ya kutambua kwamba Simba inatafuta makocha wazuri. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya sababu ambayo inaweza kuifanya Simba kuonekana kwamba ipo serious katika swala kutafuta makocha wazuri. Na pia sababu ya mwisho kabisa ni sababu ya kutambua kwamba Simba inapocheza na timu pinzani kimataifa, yani timu inakuwa ipo serious kutaka matokeo mazuri. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya sababu ambayo inaweza kuifanya Simba kuonekana kwamba ni timu kubwa kuliko Yanga kutokana na kwenda kimataifa, kwa sababu tunajua kwamba Yanga kwenda kimataifa ni bahati nasibu, lakini Simba ni jambo la kawaida kwenda kimataifa. Kwa hiyo niweza kusogezea sababu ambazo zinafanya kwamba kwa Yanga inapofeli kwenda kimataifa kumeifanya Simba kuonekana timu kubwa katika nchini Tanzania, kwa sababu tunajua kwamba Simba huwa inaenda kimataifa na inafanya vizuri kimataifa. Tumeona sio jambo la kushangaza kuona Simba inavyoenda kimataifa. Lakini kama unahitaji kuweza kufahamu mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na Simba na Yanga, hakikisha unanifollow ili uweze kufahamu kiundani zaidi. Asante, naitwa Isaac Kanyankole.